Sasa ndugu zangu wane, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, leo nimekuletea mpambano mkali kati ya hawa wakuu wa mikoa wa Dar es Salaam. Wa kwanza Chalamila na wa pili Paul Makonda. Utaniandikia comment hapo chini uniambie nani zaidi. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi. Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende moja kwa moja live. Tukianza na Chalamila. Kura chuma hicho. Mama moja ananipigia simu. Eti baba, nimeambiwa hapo hospitali wameishiwa gloves, wameishiwa vifaa vitakavyonisaidia mimi kujifungua. Wamesema nilipe shilingi 50,000 ili nichangie kwenda kununua vitu vitakavyosaidia mimi kujifungua. Mkuu wa mkoa, hii ni haki hii? Nikamwambia mama, pole sana. Kwanza hiyo sio haki. Wamekujibu wapi? Akasema hospitali fulani. Nikamwambia safi. Toka nje, chukua bajaji, nenda zako nyumbani, kamwambie mmeo achukue kisu na mikasi akusaidie kujifungua. Sasa mkuu wa mkoa unanijibuje hivyo? Nikasema unataka kujifungua utaki? Akasema nataka. Hospitali wamekuambia nini? Haiwezekani kila siku hospitali ikawa ina vifaa vyote viko sawa sawa. Kama umetunza gloves kwa ajili ya wagonjwa bure, ujue zile gloves zitakwisha kwa sababu wagonjwa wako wengi. Wewe unataka mwanao atoke tumboni au mwanadamu kama wanadamu wengine? Aya, sasa twende moja kwa moja tukamwangalie Paul Makonda. Kura chuma hicho. Dar es Salaam wote. La kwanza ni marufuku kwenye mkoa wa biashara ya shisha kuanzia siku 7 tangu leo. Na baada ya siku 7 wafanyabiashara wote wa shisha nitawakamata. Mimi ndiye mbabe wa vita. Na vijana wengi wameingia kwenye mkumbo, na hasa vijana wa vyuo na sekondari. Baada ya siku 7 tutakutana Segerea. Ni marufuku kuvuta sigara hadharani kwenye mkoa wangu. Kila anayevuta sigara atavuta mahala panapostahili kuvuta bila kubuku. Jambo la tatu, miaka michache iliyopita taifa letu lilikataa msaada wenye masharti ya ushoga. Naiagiza TCRA, wako watu wanaojitangaza kwenye Instagram, wako watu wanaojitangaza kwenye vyombo vya habari ya kwamba wao ni mashoga, wakamatwe haraka iwezekanavyo. Na niwaambia pia, kama kuna shoga ana akaunti kwenye Facebook, kuna shoga ana akaunti kwenye Instagram, wale wote wanaomfollow hakika na ni bayana ni watuhumiwa sawa sawa na huyo shoga. Aya, twende sasa tukamuone Chalamila. Kura chuma hicho. Wale mliowafukuza watumishi wangu, mkome kama mlivyokoma kunyonya maziwa mama zenu. Msije mkanichokonoa nikafunga soko hili hata leo. Nasema hivi, msije mkanichokonoa nikapiga lock soko hili. Hakuna hata mmoja atakayefanya chochote wala kunyanyua kichwa. Inawezekana mjawahi kuniona vizuri. Haiwezekani watumishi wa serikali wanakuja hapa kwenye soko. Aya, sasa moja kwa moja tukamwangalie Paul Makonda. Kura chuma hicho. Dar es Salaam mji unakuwa wa amani, una utulivu, lakini zaidi ya yote ni mji usiokuwa na mashoga. Ni mji usiokuwa na madangulo, ni mji ambao unaendelea kutunza maadili, misingi na utamaduni wa taifa letu. Sasa hapa karibuni tumekuwa na changamoto kubwa ambazo kwa namna moja au nyingine hazianza leo, zimeanza kwa muda, lakini mwisho wa siku zimekuwa na badala yake, badala ya kuwa ni jambo la aibu, jambo la kufanya kwa kujificha, sasa watu wanaifanya hadharani wakiwa wanatangaza na kwa watu wengine wajue nini wanachokifanya. Niwashukuru sana wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa namna ambavyo wamejitoa na kutupa taarifa
Ndugu zangu, jana nilisema nilikuwa na message karibia 5700. Leo zimefika message 18972. Sasa 18972 sio mchezo, na hawa wote wanalaani. Haya, nikusogezee kamera kwa Mheshimiwa Charamira. Kura chuma hicho. Mimi mkuu wa mkoa, kuna wakati mpaka nguvu za kiume zinaweza zikapungua kwa sababu ya kudili na mambo, kwa sababu ya kuhangaika na migogoro yenye tafsiri ya kweli. Sasa tusifikishane huko. Kwa ndugu zangu wana Kariakoo, naomba nihitimishe kwa kusema usilitaje bure jina la Mheshimiwa Rais kama una hakika na unachokisema. Mheshimiwa Rais tusaidie, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, naonewa Mheshimiwa Rais. Hapana. Mtaje Mheshimiwa Rais kwa nidhamu. Kwa hiyo nimetoa waraka huo wa kwanza kufanyia kazi hapa. Fanyia kazi, usilete mabounce. Sasa bwana, wewe fanyia kazi. Jeshi la polisi nimekushalikabidhi kazi. Ya sasa tukamwangalie Paul Makonda. Kura chuma hicho. Kuna hizi kesi za uvivu na uzembe. Hizi kesi za uvivu na uzembe kuna zipo. Kwa mimi binafsi mwenyewe nishakukamatwa na nilitoka Jumamosi kwa uvivu. Uvivu ulifanyaje? Sijui, wamelikuta kazini saa 2. Ukawa umetegea kazini. Tumefanya kazi, tumemaliza, nasubiria hela. Umeona, katika kusubiri pesa wakapita askari. Wakaja wakatukamata. Wametusachi, hatuna kitu chochote. Sisi tukafikiri labda mtu utaachiwa kutokana una kosa. Lakini mwisho wa siku tukafika hadi Buguruni, na kweli mle ndani tulipofika tukapewa hiyo kesi ya uvivu na uzembe. Ndugu zetu, hiyo sielewa. Yaani ngoja. Uvivu na uzembe. Mkuu. Ni kweli kesi ya uvivu na uzembe. Nilikamatwa na huyu hapa. Huyu hapa kwa singeni nyeusi. Asikii vizuri, huyu kiziwi huyu. Nilikamatwa na uvivu na uzembe. Sasa hiyo uvivu wake ni wa kutokusikia. Sijui. Lakini nilikamatwa naye. Labda kama aliyokamata yuko hapa. Kwa kweli maafande hao mimi siwajui sura zao, sasa siwezi kujua kama hapa yupo au hayupo. Hukumu yake ya uvivu na uzembe ngoje. Sasa nikusogezee kamera kwa Mheshimiwa Charamira. Kura chuma hicho. Barabara inayoenda airport. Kuna eneo fulani pale mbele kabla unapokaribia airport. Kulikuwa kuna kina mama wanapika mbele pale. Nafikiri unapokumbuka pale. Nilimpa maelekezo mkuu wa wilaya na nadhani saa hizi nikipita siwaoni tena. Sasa kuna ushamba mkubwa umeanza. Mimi naikolo tu ushamba. Barabara imetengenezwa nzuri kabisa, iko mbele mpya. Unakuta sasa kina mama au sio kina kaka kina baba wako sasa mbele pale ya barabara, wameweka vimwavuli wanapika pale. Sasa ninyi wenzangu mkiangalia hicho nini? Hicho nini hicho? Huo ni ushamba. Kwa sababu wala uwezo kusema lengo ni kwamba wanaanza taratibu ili baadaye mkija kuwatoa waseme mimi mama mjane, mimi mama sina kipato, mimi kaka. Ndugu yangu, hata kama ni mjane, hata kama haujaolewa, hata kama si umefanyaje, utaratibu wa smartness uko pale pale. Si kama mnaelewa ndugu zangu? Sasa ni kazi ya wenye viti wa serikali zetu za mitaa kwa kusaidiana pia na wakurugenzi. Endeleeni kuwaelekeza watu hawa na kuwapangia maeneo mbalimbali ya kufanya hizo kazi. Ya sasa tukamwangalie Paul Makonda. Kura chuma hicho. Dar es Salaam hapa tuna bureau change sio chini ya 200 na kitu. Na bureau change ndio zinatumika kwa kiwango kikubwa kutakatisha fedha chafu na kusafirisha fedha za madawa ya kulevya ndani ya nchi. Ukipewa taarifa ya kwamba unaitwa Sento, nenda. Hizi mbwembwe achana nazo. Usilete mbwembwe kwenye utawala huu. Usilete mbwembwe kwenye uongozi wangu. Na mimi umri wangu bado unaniruhusu kujaribu kila kitu. Na nitafanya kuhakikisha matokeo nayapata. Wengine mlizoea viongozi au wafanyabiashara wakubwa wakiwa na mambo yao, ukisikia jina sasa wane, ladies and gentlemen, na kukaribisha tena kwenye sehemu ya pili.
Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe akaunti yetu ya Ndui Media.